vitu vinavyokuondoa kwenye focus yako. Cha kwanza, kuambatana na watu wasio sahihi. Wrong association. Kuambatana na watu wasio sahihi. Kuna watu ukiambatana nao utapotea tu. Watakutoa kwenye kitu unachopaswa kukifanya. Watakuondoa kwenye jambo ambalo unapaswa kulifanya. Kwa lazima uwe makini unamchagua nani wa kuambatana nao. Na hapa kwenye watu kuna aina 3 za watu ambao siku zote wataharibu focus yako. Aina ya kwanza ni wale watakao kufanya utumikie maono yao na usahau maono yako. Watakufanya utumikie maono yao na usahau maono yako. Kuna kitu Mungu amekupa kukifanya. Kuna wazo Mungu amekupatia ulifanye. Sasa kuna watu wakija kwenye maisha yako wanakufanya uanze kuwatumikia maono yao na usahau kabisa maono ambayo wewe unayo kwenye maisha yako. Ukiwa mtu wa namna hiyo, maana yake ukikutana mtu ambaye anakufanya ufanye vya kwake usahau vya kwako siku zote, maana yake huyo mtu anakuondoa kwenye focus. Aina ya pili ya watu ambao wanakuondoa kwenye focus ni wale ambao watakuambia ufanye vitu vizuri lakini sio sahihi kwako. Watakuambia ufanye vitu vilivyo vizuri lakini sio sahihi kwako. Sio kila kitu kizuri ni kwa ajili yako. Hutakiwi kufanya vitu vizuri tu, unatakiwa kufanya vitu vizuri ambavyo ni sahihi kwenye maisha yako. Kwa sio kila kitu kizuri kinapokuja nje yako unasema hiki ni kizuri na mimi nikifanya. Je, ni sahihi? Usahihi utaujuaje? Unaangalia wewe una focus wapi kwa wakati huo. Kwa mimi mtu leo akija kuniambia twende tukalime matikiti, hata aniambia analipa bilioni, hata ona hela yangu huko. Sio sehemu yangu huko. Kwa sababu kuna mahali nimeamua kufocus. Aina ya 3 ni wale ambao watakushawishi uwafuatishe wao. Ni wale watakao kushawishi uwafuatishe wao. Uishi kama wao. Ufanye kama wao. Tunaita imitation. Uwafuatishe wao. Adui wa pili anayeondoa focus kwenye maisha ya watu ni kushindwa kufanya maamuzi. Kushindwa kufanya maamuzi. Watu wengi wameshindwa kuendelea mbele kwa kasi kwa sababu wameshindwa kufanya maamuzi. Na wengine mko hapa leo. Mtu anaogopa kufanya maamuzi kwa sababu anaogopa kupoteza. Kumbuka kuna aina ya maamuzi, kuna vitu kwenye maisha huwezi ukavipata mpaka umepoteza vitu vingine. Na ukiwa mtu wa kuogopa hautaweza kuwa na focus. Ni kama mtu ambaye anataka kujiajiri na ameajiriwa. Huwezi ukapata vyote kwa wakati mmoja. Kuna wakati lazima uchague kimoja. Kwa kuna watu wanaogopa kufanya maamuzi. Anajua anachokitaka lakini hawezi kufanya maamuzi. Kuna watu wanaogopa maamuzi kwa sababu ya aibu. Sasa nikifanya haya maamuzi watanionaje? Kuna mengine maamuzi mengine yana maumivu ndani yake, yana pain. Unatakiwa uyafanye. Lakini mtu anaahirisha tu. Tangu miaka 3 iliyopita, sasa mwaka unaisha. Miaka haikusubiri. Ukiwa mtu namna hiyo, maana yake wewe hauna focus. Utapoteza kuzingatia kitu kimoja kwenye maisha yako. Maombi yako ya kazi yako cancel tayari, yameondoka. Chagua unachotaka kukifanya na koma nacho, uone kama Mungu atafanya. Anasema mtu mwenye nia mbili hatapata kitu. Hata afunge, aombe, ukiwa na nia mbili hutapata chochote kwenye maisha. Shetani hapo usiki. Shetani amekaa pembeni kabisa. Alafu kufanya maamuzi watu wanafikiri ni rahisi. Ukitaka kujijua ngumu kufanya maamuzi. Kuna watu wengi hapa mkiambiwa mchague soda hamjui soda ya kunywa. Mkikaribishwa nyumbani kwa watu mko, unakunywa soda gani? Mnajibu nini? Yoyote. Simple hapa. Mnajibu yoyote. Maana hata soda tu hujui maisha yako. Kwa kuna watu hawajui kabisa wanachokitafuta kwenye maisha. Hawajui. Ukitaka Waafrika wapoteze muda wakienda restaurant, wape menu ile ya kusoma. Ndio utajua. Kwa sababu shughuli ya kwanza inakuwa kuangalia bei. Hawaangalii chakula. Wanaangalia kwanza nini? Bei. Lakini kuchagua chakula inakuwa muda
mrefu, kwa sababu watu wengi hawajui wanachokitaka, hawajui. Sasa na wewe kama hujui unachokitaka, unamzuia Mungu kufanya kitu kwenye maisha yako. Muulize jirani yako, unajua unachokitaka? Hajakusikia. Muulize tena, unajua unachokitaka? Kama unajua unachokitaka, maana yake unakuwa straight. Unajua unachokitaka, unakisema, unawekeza, unakifuatilia, kwa sababu unajua unachokitaka. Ukijua unachokitaka, maana yake utakuwa na ujasiri wa kukisema. Usipofanya hivyo, kila siku utakuwa unaanza upya kwenye maisha yako, na kila siku utakuwa unarudi nyuma. Ndio maana ukiongea kwa kitu unachokitaka, sema kwa sauti, fanya kwa bidii, kila mtu ajue kwamba hicho ndio unachokitaka. Ushawahi kupanda daladala? Unataka kupanda daladala, alafu nauli haitoshi. Nauli haifanya nini? Alafu unamwambia konda, samahani, nimepungukiwa shilingi 100. Ongea naye vizuri kabla hujapanda. Ongea naye, jua unachokitaka vizuri, muulize umenielewa? Usipofanya hivyo, unajua kitakachotokea. Kwa sababu ukipanda na daladala, akianza kukusanya nauli, akifika kwako ukimpa na kuangalia jicho fulani, nauli haitoshi. Nasema bwana, tena unaongea kwa hekima sasa. Bwana, wewe si nilikwambia pale chini. Mimi, afu ndo anaongea kwa sauti. Acha mambo yako wewe. Kama una hela si ungeniambia, daladala nzima unasikia. Anauliza, jamani, huyu aliniambia huyu. Weka clear terms zako. Namba 3. Nini kinazuia watu kufanikiwa na kushindwa kuweka nguvu zao mahali pamoja? Ni kujilinganisha na kushindana na wengine. Comparison and competition. Kujilinganisha na kushindana. Huwezi kuwa mtu mwenye focus kwenye maisha yako kama kila wakati unajilinganisha na wengine. Mtu mmoja alisema, wanaoshinda wanajikita kutafuta ushindi, wanaoshindwa wanajikita kuangalia wanaoshinda. Yaani wanaoshindwa kwenye maisha kazi yao ni kuangalia wanaoshinda. Wanaoshinda kazi yao ni kufuatilia namna gani washinde. Ndivyo maisha yalivyo. Wewe kijana unapenda sana kufuatilia maisha ya watu, ujue kwenye kundi la watu ambao wanashindwa. Kwa sababu kwenye dunia hii kuna watu wanaozalisha content. Vile vitu vinatokea kwenye habari, kwenye social media, mitandao ya kijamii. Kuna watu wanaozalisha kile, alafu kuna watu wanaoangalia na kusoma. Sasa ukijikuta wewe kazi yako ni kuangalia tu na kusoma, uko kwenye kundi la wanaoshindwa. Unanielewa au unielewi? Ndio ilivyo, ndio dunia ilivyo. Ndio maana hata kwenye mpira wa miguu wanaocheza ni wachache, washangiliaji wengi. Kienda uwanja wa Taifa pale wanakaa watu 60. Wanaoingia uwanjani 20 ngapi? 22. Unapochagua kitu kwenye maisha yako, moja kitu cha kuepuka sana ni kujilinganisha na watu wengine. Wao naambia watoto wangu, hasa Joyce, sijawahi kumwambia wa kwanza darasani. Sio kwamba sitaki wa kwanza. Sitaki kumpa hiyo pressure. Kwa sababu mimi nilikuwa nakuwa wa kwanza. Kwa mwanafunzi bora wa kitaifa, nimefaulu sana, na wewe uwe kama babako. Ugomvi wangu na yeye ni mmoja tu. Kama ulipata hesabu 60 kwenye temu hii, temu ijayo nataka kuona umeongezeka. Kwa hata ukitoka 60 ukaenda 70, it's okay. Ijayo ongeza tena. Toka 70 nenda wapi? Shindana na wewe mwenyewe wa jana, usishindane na mtu mwingine. Una haja ya kuwa na pressure ya kushindana na watu. Be the best. Ukiwa bora kuliko wengine, utakuwa tu wa kwanza. Kwa hiyo usiangalie mbona fulani amekuwa wa kwanza, unamlinganisha. Na ndio watu tunawatesa kwenye maisha. Sasa fulani amefanya hiki na mimi nifanye. Fulani amefanya hiki. Achana na hiyo kitu. Shindana kuwa bora ulivyokuwa jana. Mwezi uliopita uliweka akiba 50,000. Usiangalie nani ameweka 2,000,000 kwa mwezi. Mwezi huu weka 100,000. Mwezi ujao weka 150,000. Shindana na rekodi yako ya jana, ndivyo ambavyo unapata kuwa bora kwenye unachokifanya. Kwa hiyo usishindane na watu kununua walivyo navyo.
Kwa sababu hujui anapata hela wapi. Sema amenunua gari na mimi nanunua. Wewe unajua amepata hela wapi? Anavaa vizuri na mimi nivae. Wewe unajua hela anapata wapi? Usishindane matumizi, wanasema. Shindana namna ya kupata nini? Hela. Kwa hiyo achana na kushindana, weka malengo yako, fuatilia malengo yako, yaweke pale. Fuatilia hayo malengo yako ulionayo. Weka focus hapo. Vitu kama vile uoni uko kwingine, jikite kwenye jambo lako ambalo unataka kulifanya. Nini kinaondoa mtu kwenye focus? Maadui wanaomuondoa mtu kwenye focus. Kufanya na kuacha. Kufanya na kuacha. Kwa maneno mengine, kukosa muendelezo. Kufanya na kuacha. Kufanya na kuacha. Kuna watu mko hapa, kuna vitu vingi sana ambavyo mlianza mwaka huu vimeishia njiani. Kwenye maisha auwe mtu mkuu kwa kuanzisha vitu vingi. Unakuwa mtu mkuu kwa kumaliza unavyovianzisha. Kwenye maisha hauheshimiki kwa sababu ulianza vitu vingi kuvifanya. Unaheshimika kwa sababu ulivimaliza vile ulivyovianzisha. Kwa moja kitu kinaondoa watu kwenye focus ni kufanya na kuacha. Jaribu kutafakari wewe mwenyewe maisha yako. Tangu mwezi wa kwanza mpaka sasa hivi umeanzisha vitu vingapi ambavyo vimeisha njiani? Kizuri sana hicho, kizuri sana hicho. Lakini haja kimaliza. Kuna watu wana shida kumaliza, si unafahamu hiyo? Na wengine mko hapa, mna shida kumaliza vitu. Chakula unapakua mwenyewe umalizi. Kinabaki kwenye sahani. Kila kitu umalizi. Ulianzisha miradi inaishia njiani. Ukianzisha biashara inaishia njiani. Ukianza kufanya mazoezi unaishia njiani. Ukiweka akiba inaishia njiani. Kwenye mfungo tukifunga unaishia njiani. Hakuna kitu ambacho umeweza kukifikisha mwisho. Ukifanya hivyo inageuka inakuwa ni tabia. Unakuwa ni mtu ambaye huwezi kumaliza mambo. Na hakuna mtu ana namna hiyo ambaye anafika mbali kwenye maisha. Sasa ukiwa namna hiyo, unaweza ukawa una fursa, una rasilimali, una kila kitu, lakini huwezi kufanikiwa. Kwa sababu hufanikiwi kwa kufanya jambo moja kubwa mara moja. Unafanikiwa kwa kufanya jambo hata kama ni kidogo kwa muda mrefu. Kwa wanaofanya mazoezi wanaelewa kwamba uwezi eti kuimarisha afya yako siku moja kwa kukimbia kilomita 20 au kilomita 10. Alafu unakaa mpaka unasubiri tena miezi mitatu ndio unakimbia. Ni bora unakimbia kilomita 2 kila siku. Itakusaidia. Umeshakuwa watu wa diet? Si wengine mpo ndani. Mimi mwaka huu kwenye swala la ulaji kwa kweli nataka kuwa makini sana. Alafu wana siku yao moja wanaitaga cheat day. Unafahamu hiyo siku? Yaani hiyo siku anaacha kuzingatia zile kanuni, anajifurahisha kidogo. Ndio anafanyaga hivyo. Inaitwa hivyo kabisa, cheat day. Leo it is cheat day. Tena unaongea kwa madaa kweli. Umekwisha. Hamna kitu kama hicho. Consistency. Kama umeamua kufanya, amua kufanya. Sio siku alamu, mimi naamkaga saa 11. Alamu ikiita, Roho Bwana anakuongoza, si Roho Bwana si nani? Unaenda unabonyeza, unatulia. Unasema nitaulia tena kesho, umekwisha. Consistency, kufanya kitu kwa muendelezo. Kuna watu mtakuwa mmeanza kuweka akiba mwezi huu, usiache. Kwa hiyo naambia watu ni bora uweke hata 10,000. Kama ulikuwa umesema nitaweka 100,000, ukashindwa kuweka 100,000, usishindwe kuweka hata kidogo. Weka hata shilingi 2,000. Lakini wewe umefanya nini? Umefanya.